inasemekana ya kwamba Maduro tayari alikuwa ameshatekwa nyara. Yani wanajeshi, baadhi ya wanajeshi wa Venezuela walikuwa wamemshika Maduro na kumweka katika katika nyumbani. Alikuwa ameshikwa nyumbani, yani house arrest. Baadhi ya wale makomanda tayari walikuwa wamepindua serikali, yani wamemteka rais kwa minajili ya kupindua serikali. Hii ilikuja baada ya Marekani kupenya katika ngazi, katika zizi, katika kashina ya ulinzi kali iliyowekewa Maduro. Mmenielewa? Sasa hii ndio maneno imeanza kubainika kwamba Maduro hawezi kashikwa tu hivi hivi na mke wake ama kutekwa nyara na Marekani hivi hivi. Iende kawa baadhi ya walinzi wake walimsaliti, na kwa kumsaliti waliweza kumchukua na kumweka katika house arrest. Tayari walikuwa wamefanya nini? Wako na njama ya kuipendua hiyo serikali kupitia CIA, lakini hawakuweza kufaulu. Maanake baadhi ya walinzi na makomanda wengine walijitenga, na baadhi ya hao ambao walijitenga ndio waliweza kupigwa. Waliona mabomu zikipigwa, makambi kadhaa wakapigwa na ndege za Marekani. Sasa hii ndio maneno imeanza kukuja wazi. Na nchi ya Venezuela saizi raia wametoka nje. Baadhi ya wanajeshi wengi wametoka nje. Nchi ya Latino na nchi ya Caribbean wamechemka. Wamesema Maduro awachiliwe, arudishwe nyumbani. Huyo ndio rais wa Venezuela ambayo wananchi na raia wa Venezuela wanamtaka. Saizi kumenuka ajabu, kumenuka kweli kweli. Naibu wa rais ama makamu wa rais wa Maduro wa nchi ya Venezuela ameteuliwa kushikilia uongozi wa Venezuela kwa muda. Lakini huyo rais anasema amesema ya kwamba anaitaka Marekani imwachilie rais Nicolas Maduro kwa kuwa yeye ndiyo rais. Huyo mama ambaye kwamba yuko saizi aliyeteuliwa, naibu wa rais aliyeteuliwa, huyo mama anasema bana, mimi hata kama mnaniteua mimi si rais, mimi ni naibu wa rais. Rais ni Nicolas Maduro na lazima awachiliwe. Kwa hivyo Marekani walikuwa nafikiri pengine wakimfanya Maduro hivyo vile waliomchukua ama wamteka Maduro namna hivyo, basi hiye ende kawasawishi wanajeshi na raia kusherekelea kuja mabarabarani na kusema tumepata uhuru wetu. Kuna wale wachache walifanya ndio, lakini nchi bado nchi saizi wamejitokeza barabarani. Kuna zile vikundi ambao kwamba wamesema wataki mambo ya Marekani, wako tayari. Saizi Marekani na nchi zingine zimepigwa na butwa. Sisi tumemng'oa huyu rais. Tulikuwa tunatarajia makamu wa rais atatuunga mkono. Unajua Donald Trump alikuwa anafikiri huyo makamu wa rais, huyo mama ataegemea upande wa Marekani. Lakini huyo mama amerudi akasema kwamba
baada ya kuapishwa akasema rais mstahiki ama rais yule ambaye tunamjua ni Nicolas Maduro. Mimi yangu ni makabu wa rais. Na rais arudishwe. Maduro arudishwe. Nchi imetulia. Na kutuliwa seti kutulia imesema ati ya kwamba wamefurahia mageuzi. No, wameghadhabika, wamekwenda barabarani, wamesema wanataka rais wao Maduro. China nayo imetoa onyo, imesema haraka iwezekanavyo Maduro arudishwe nyumbani. Huyo ndio rais. Urusi vile vile. Iran vile vile wamesema ndio Maduro ndio rais wa Venezuela. Sasa hizi ndio ulimwengu wameanza kujua, kumbe hii haikuwa vita vya mihadharati. Hii ilikuwa ni njama ya kuichukua nchi ya Venezuela na kupora rasilimali, mafuta na gesi na kila kitu. Kwa sababu Venezuela katika dunia nzima, Venezuela ndio ina utajiri ya gesi na mafuta chini ya ardhi yenye thamani ya trilioni 17 dola ya Marekani. Nchi tajiri sana. So Donald Trump alisema wataichukua hiyo nchi na watachukua rasilimali, na wao ndio wataongoza, wataendesha hiyo nchi kinyume cha sheria. Sasa amepigwa na butwa alipotangaza hivyo jana na juzi hiyo. Sasa hii wale wamesema Marekani wasikajage hii nchi yetu. Wale ni Malatino. Mpenzi subscribe, mambo yamenuka. Caribbean nzima imechemka. Malatino kula mechemka kabisa, wamesema sisi tumejiondoa, tuko barabarani kupigania haki yetu, hatutaki ubepari hapa hivi. Haya, wacha tuone itakuwaje. Mimi ni The One Man Army TV. Bwaga comment. Na haya yakiendelea, Maduro yenda akapelekwa mahakamani leo. Wacha tuone, nitawaletea habari. Sawa? Subscribe na toa maoni yako. Sawa? Mimi ni The One Man Army TV.